Fikiria unaamka asubuhi kama siku nyingine yoyote. Unasikia watu wakizungumza barabarani, watoto wakicheza, wafanyabiashara wakifungua maduka yao. Lakini ghafla, anga linageuka kuwa jeusi. Ardhi inaanza kutetemeka. Na ndani ya masaa machache tu, kila kitu kinatoweka. Hii siyo hadithi ya kubuni. Hii ni historia ya kweli ya mji uliopotea milele, mji wa Pompeii. Habari ndugu mtazamaji wetu, karibu Positivity Media. Leo tunakuleta makala kuhusu mji mkubwa uliopotea baada ya mlipuko mkubwa wa volkano. Mji huu unaitwa Pompeii. Maisha ya kawaida ya Pompeii. Karibu miaka zaidi ya 2000 iliyopita, kusini mwa Italia, kulikuwa na mji uliostawi sana. Mji huu uliitwa Pompeii. Huu haukuwa mji wa kawaida. Pompeii ulikuwa mfano halisi wa ustaarabu wa himaya ya Roma. Barabara zake zilijengwa kwa mawe imara. Nyumba zilipambwa kwa michoro ya kuvutia iliyosimulia hadithi za miungu na maisha ya kila siku. Kulikuwa na mabafu ya umma, sehemu za burudani na hata viwanja vya michezo. Watu walifurahia maisha. Walicheka, walipendana, walifanya biashara. Kwao, hii ilikuwa dunia kamili. Lakini kulikuwa na kitu kimoja walichokipuuza. Juu yao ulikuwa umesimama mlima mkubwa. Huu ni mlima Vesuvius. Kwa miaka mingi ulionekana wa kawaida tu. Hakuna aliyedhani kuwa ulikuwa bomu la asili lililokuwa likisubiri kulipuka. Mwaka 62 baada ya Kristo, tetemeko kubwa la ardhi lititikisa Pompeii. Majengo yaliporomoka. Watu walihofia. Lakini baada ya muda, maisha yaliendelea kama kawaida. Hakuna aliyejua kwamba huu ulikuwa mwanzo wa mwisho. Siku ya maangamizi, mwaka 79 baada ya Kristo. Siku moja ya mwaka 79 baada ya Kristo, mlima Vesuvius ulianza kutoa moshi. Kisha, mlipuko mkubwa ulitokea. Majivu na mawe yalirushwa angani kwa nguvu isiyoelezeka. Anga lilifunikwa na giza nene, kama usiku wa milele. Watu walikimbia, wengine walijificha majumbani, wengine walijaribu kuondoka nje ya mji, lakini haikusaidia. Mawimbi ya gesi yenye joto kali, yanayojulikana kama pyroclastic flows, yalishuka kwa kasi ya kutisha. Yaliunguaza kila kitu kilichokuwa njiani. Na ndani ya muda mfupi tu, Pompeii ilizikwa chini ya majivu yenye kina cha mita kadhaa, na maisha yakasimama. Ukimya wa karne nyingi. Baada ya maafa hayo, hakukuwa na sauti. Hakuna aliyesimulia kilichotokea. Hakuna aliyerudi. Pompeii ilibaki imefichwa chini ya ardhi kwa zaidi ya miaka 2000. Ni kana kwamba dunia ilisahau kabisa uwepo wake. Ugunduzi wa kushangaza. Mnamo mwaka 1748, wachimbaji waligundua kitu kisicho cha kawaida. Walipokuwa wakichimba, waligundua mji mzima umehifadhiwa. Na ndani yake kulikuwa na nyumba zilizosimama kama zilivyoachwa, vyombo, chakula na hata mkate uliokuwa umebaki. Na cha kusikitisha zaidi, miili ya watu. Miili hiyo ilibaki katika hali zao za mwisho, wengine wakikumbatiana, wengine wakijaribu kujikinga. Hii ilitokana na majivu yaliyoganda kuzunguka miili yao. Pompeii ikawa kama snapshot ya siku ya mwisho ya maisha yao. Pompeii leo. Leo hii, Pompeii ni moja ya maeneo muhimu zaidi ya kihistoria duniani. Imetambuliwa na UNESCO kama urithi wa dunia. Maelfu ya watu hutembelea kila mwaka, si tu kuona magofu, bali kushuhudia historia iliyogandishwa katika muda. Hadithi ya Pompeii inatukumbusha jambo moja muhimu sana. Binadamu tunaweza kujenga miji mikubwa, tunaweza kufurahia maisha, lakini mbele ya nguvu ya asili, sisi ni wadogo sana. Na wakati mwingine, dakika chache tu zinatosha kubadilisha historia milele. Kama umeipenda historia hii ya kusisimua, hakikisha unabonyeza subscribe na like ili usikose simulizi nyingine za ajabu kama hii.